السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka wetu wa 2026. Siku ya leo tulikuwa tukiingojea kwa hamu, kwa wale watambuao umuhimu wa tukio linalokwenda kufanyika. Ikiwa unajua umuhimu wa hiki tunachokwenda kukifanya, uzito wake, thamani yake, ilikuwa ni lazima siku ya leo uingojee kwa hamu. Wewe mwanadamu uliyeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukawekwa katika mgongo huu wa ardhi, huna kimbilio juu ya matatizo yaliyokusibu, isipokuwa kimbilio lako ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na mazito tena yaliyokuelemea mpaka imefikia hadi umekata tamaa, 100% unakwenda kuangamia, hakuna mwenye kukutua mazito hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na mazito yanayogusa afya yako, au yale mazito yanayogusa uchumi wako, au mazito yanayogusa nyanja nyingine za kimaisha, mpaka umeona kwamba duniani si mahala pa kuishi. Manake dunia haikaliki, akhera hakuendeki. Faraja yako, kimbilio lako ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakutua mazito ulionayo, Allah atakupa faraja, utaishi maisha mazuri. Sasa kwa atambuae umuhimu
wa dua, bila shaka siku hii ya leo alikuwa akiingojea kwa hamu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kupitia siku hii ya leo anakwenda kuyatua mazito alionayo biidhnillahi tabaraka wa taala. Siku zote katika utangulizi wa maneno yangu nimekuwa nikieleza sana umuhimu wa dua, na mara nyingi huwa ninakuelezeni matatizo yako kwenye ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matatizo yako kwenye siri ya Allah. Hakuna anayejua kesho atafikwa na nini, au wiki ijayo lipi litakalomfika, au mwezi ujao au mwaka ujao. Iwe ni maradhi, kuharibikiwa biashara, kufilisika, kuachana na mwenza, kufukuzwa kazi. Haya matatizo yako kwenye ghaibu ya Allah, kwenye siri ya Allah. Hakuna anayejua. Kitakachokusaidia wewe mwanadamu ni kuomba dua, kuyazuia haya matatizo yaliyoko kwenye siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo wewe hujui lini yatakufika. Hujui. Kimbilio lako la Allah, kimbilio lako kwa Allah ni kupitia dua. Ad-du'a silahul mu'min yusibu wala yukhti'u. Dua ndiyo silaha ya mwanadamu. Ukililenga tatizo kwa kutumia dua, shabaha yake haikosei. Lile tatizo litapatwa, na likishapatwa litaondoka. Ad-du'a nuru samawati wal ardi. Dua ndiyo nuru ya mbingu na ardhi. Dua ni nuru ya mbinguni na ardhini. Ukitaka mwangaza kwenye mambo yako, kuangaziwa katika afya yako, kuangaziwa katika milango yako ya mali, au kuangaziwa katika biashara zako, mahusiano yako, kazi zako, ndoa yako na mambo mengine ya kimaisha, ukitaka kuangaziwa, jua kwamba ad-du'a nuru samawati wal ardi. Dua ni nuru ya mbingu na ardhini. Usikubali hata siku moja kukauka kuhudhuria katika vikao vya dua. Utapatwa na majanga mengi makubwa. Ndio ukumbuke kwamba kuna kitu kinachoitwa dua. Unamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa shida. Tunaambiwa mtambue Allah wakati wa raha, na yeye atakujua wakati wa shida. Sasa kuna wengine wanapokuwa hawana matatizo, haja zao zimekidhiwa, ya leo waliokuwa wakiyahitaji tayari yamekuwa, hana shida ya kuja kwenye dua, hana shida ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiwa huo ndio mwenendo wako wewe, basi jua kwamba itafikia wakati una shida, unamjua Allah, unamkimbilia Allah, Allah naye anakutazama tu, kwa sababu hukumjua wakati wa raha, na yeye wakati wa shida hawezi kukujua. Sasa kwa yoyote aliyekuwa anajua umuhimu wa hili tunalolifanya siku ya leo, bila shaka siku ya leo alikuwa akiingojea kwa hamu. Ninachokuombeni, muzihudhurishe nyoyo zenu, muyape usikivu masikio yenu, muwe makini kunifuatilia katika hii semina ya mwisho, ili muweze kupatia utaratibu, kwa sababu ukipatia utaratibu lazima ufanikiwe. Lakini ikitokea ukakosea utaratibu, huwezi kufanikiwa. Kuna usemi unaosema man asaba tariqa wasala
waman akhtaa at-tariqa dhalla, yoyote mwenye kupatia njia hufika kule aendako, na mwenye kukosea njia hupotea. Kupatia kuko katika kila jambo, hata kwenye dua kuna kupatia, pia kwenye dua kuna kukosea. Ukipatia taratibu za kuomba dua, dua yako itakuwa na majibu tena ya haraka. Lakini ukikosea ule utaratibu wa kuomba dua, dua yako itachelewa na huenda ikakosa majibu. Kwa hiyo tuwe watulivu, tuyape usikivu masikio yetu. Siku ya leo ni siku ya kufanya dua ya zinguo. Zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Na nafaka 99 zinazootea chini ni aina mbili tu ya nafaka, ni karanga, na kama si karanga basi ni njugu. Hizi zinaotea chini ya ardhi. Na kwa nini tumekuambia ufanye maandalizi ya nafaka 99 zinazootea chini? Kwa sababu dua tunazozifanya sisi ni dua tiba. Visomo tunavyovifanya sisi ni visomo tiba. Dua tiba au kisomo tiba mara nyingi huwa kinaambatana na vyamba jengo. Unapofanya dua tiba au unapofanya kisomo tiba, mara nyingi huwa kinaambatana na vyamba jengo, na msingi huu hatukuanzisha sisi. Msingi huu umeanzishwa na Mtume Muhammad. Mbona mumtakii rehema Mtume Muhammad? Na hapa nitaelezea matukio kama 4 yanayoonyesha kwamba dua tiba au visomo tiba vinavyoambatana na vyamba jengo ni msingi aliouanzisha Mtume. Na wala matukio hayo hayaonyeshi kwamba yalikuwa ni khasu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yalimuhusu Mtume peke yake. Hukumu yake ilikuwa haitukusanyi sisi, haionyeshi hivyo. Mutakumbuka pamoja na mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuwahama Maka yuwaenda Madina, Makureishi walipanga mpango wa kumuua. Ule usiku ambao Mtume anatakiwa atoke, ndio usiku ambao Makureishi walizunguka nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena kwenye kila kabila ametolewa kijana mwenye nguvu akiwa na silaha madhubuti. Kwenye kila kabila akatolewa kijana. Wameizingira nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanangojea tu fi muntasafi llaili, ile katikati ya usiku. Mtume ana kawaida ya kutoka kwenda Masjidul Haram kufanya ibada. Basi akitoka wamvamie, wampige pigo moja, wamuue, kisha ile damu sasa itawanywe kwenye kila kabila, ili ionekane kila kabila limeshiriki kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Bani Hashimi wanapotaka kulipiza kisasi wasiweze, watalipiza kabila lipi, na hali ya kuwa makabila yote yalishiriki. Nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imezungukwa na Mtume yumo ndani. Tukio zito hili, na Mtume yuko kwenye mazingira ya hatari. Hana njia nyingine, ima atoke wammalize au abakie ndani wamvamie humo humo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa ilhamu Mtume, akamwambia utatoka na hawatokuona. Chukua mchanga usomee aya ya 9 katika surati Yasin.
Hapa naonyesha kwamba kuna dua ambazo ni tiba na kuna visomo tiba ambavyo huambatana na vyamba jengo, na dua yako unapoiambatanisha na chamba jengo sio ushirikina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anampa ilhamu Mtume, chukua mchanga usomee aya ya 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Maana ya maneno haya, tukajaalia mbele yao kiziwizi na nyuma yao kiziwizi, tukawafunika wakawa hawaoni. Na kweli Mtume alipita, wamelala, kawamwagia mchanga kwenye vichwa vyao. Amekwenda mpaka kwa Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Usiku ule ule wanaanza safari ya kuelekea Madina. Mtume kasoma, katumia chamba jengo ambao ni mchanga. Mtume hakuwa anautegemea ule mchanga, tegemeo lake lilikuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ule mchanga kuna siri ambayo Mwenyezi Mungu ameweka, ni sababu miongoni mwa sababu tu. Huu ni msingi wa kwanza unaojuzisha kutumia chamba jengo pale unapomwomba Mungu au unapofanya kisomo chako, alimradi kile unachokitumia kiwe ni cha halali, kisiwe cha haramu. Tukio la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaingia katika vita vya Badri, masahaba walikuwa 1000, makafiri taban, makafiri walikuwa 1000, masahaba walikuwa 313. Kwa hesabu ya haraka haraka, kila sahaba alikuwa anapambana na makafiri wawili. Yani sahaba mmoja anachangiwa na makafiri wawili, kwa sababu idadi ya 1313, hawa 313 wanapopambana na watu 1000, basi kila mmoja atapambana na watu wawili na zaidi. Kwa hesabu ya haraka haraka, masahaba wangeshindwa vita vile. Mtume anaingia katika uwanja wa vita, yuko juu ya mnyama, anashuka kwenye mnyama, anasoma aya, anasema sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, makafiri umoja wao utasambaratishwa na watageuza migongo yao hali ya kuwa ni wenye kukimbizana. Kisha Mtume hakuishia hapo, akainama ardhini akachota mchanga, chamba jengo hiki. Alipouchota ule mchanga akasema shahatil wujuhu, akaurusha ule upande wa makafiri. Wewe tazama, mchanga ulikuwa ni kiganja kimoja tu, ni mchache sana, na wale mabwana walikuwa 1000. Basi kila mmoja ule mchanga ulimgusa. Wapo ambao mchanga uliwaingia machoni mwao, na kuna wengine mchanga uliwaingia kwenye mapua yao, wengine kwenye midomo yao. Kila aliyeguswa na mchanga ule, nguvu yake ilidhoofika, akawa hana uwezo wa kupambana. Hawa masahaba 313 wakawa wanaweka panga zao kwenye mashingo yao na kuwafyekelea mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaibuka hali ya kuwa ni mshindi, na Mwenyezi Mungu akamwambia, wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, haukutupa ewe Muhammad, pale ulipotupa Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa. Hakutupa nini? Ule mchanga. Kwa tafsiri ya ndani, ule mchanga haukuwafikia wale makafiri 1000, ila kwa msaada wa nani? Kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapousomea mchanga unatafuta msaada kwa nani? Hautegemei ule msaada.
kuonyesha kwamba zipo dua tiba na vipo visomo tiba ambavyo vinaambatana na vyamba jengo. Hili ni tukio la pili hili. Tukio la tatu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia chamba jengo ni vita vya Hunaini. Kwenye vita vya Hunaini Mtume kafanya vile vile alivyofanya kwenye tukio la vita vya Badri. Alichukua mchanga akasema shahatil wujuh, akawarushia makafiri nguvu zao zikadhoofika, wakasambaratika, wengine wakakimbia na waliobakia wakauawa. Katumia mchanga. Lakini pia tunasoma katika kitabu kinachoitwa At-Tibbu Nabawi kilichotungwa na mwanawachuoni mkubwa. Huyu ni alimu min ulamai ahli sunnati wal jamaa, Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ametiririsha hadithi humo ya mama Aisha, na hii iko katika Bukhari na Muslim. Hadithi ya mama Aisha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuatwa na watu wenye matatizo katika miili yao, kisha Mtume anatemea mate hiki kidole, kisha anagandamiza kwenye mchanga. Akinyanyua kile kidole, ule mchanga unakuwa umeshikana na yale mate, kisha anampaka yule mwenye tatizo ile sehemu yenye tatizo. Wakati wa kupaka anasema bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, turbatu ardina, udongo wa ardhi yetu, biriqat ba'dina, na mate ya mmoja wetu, yushfa saqimuna biidhni rabbina, humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Katumia mate na mchanga. Yale mate na mchanga ni vyamba jengo. Kwa hiyo Mtume alifanya dua tiba inayoambatana na chamba jengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kisomo tiba kinachoambatana na chamba jengo, kuonyesha kwamba yale mate na ule mchanga yalimponya mwenye tatizo kwa msaada wa nani? Kwa msaada wa Allah. Hakuwa akiyategemea mate yale na wala hakuwa akiutegemea mchanga ule. Na jambo hili halikubakia hasu kwa Mtume, yani sisi hatukuzuiliwa kufanya hivyo. Na kanuni ya kisheria inasema al-khitabu al-khassu bin nabii sallallahu alayhi wasallama, maelekezo yoyote yanayomhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam yatanawalu hukmuhu al-umma, hivyo hivyo hukumu yake inaupata umma, illa idha dalla dalilu ala ikhtisasihi, isipokuwa itakapodulisha dalili juu ya kuhusika kwake Mtume tu peke yake. Lakini maelekezo ambayo Mtume kaelekezwa au yeye kafanya, hukumu yake pia sisi inatuhusu. Kwa hiyo hiki kitendo cha kutumia mchanga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tunahusika nacho, tunaweza tukafanya ili kujinusuru dhidi ya uadui na maadui. Nimeanza na utangulizi huu ili watu wasije kusema nafaka 99 hizi, kuna dua gani ya hivyo? Si tunafanya dua tiba, visomo tiba ambavyo huambatana na vyamba jengo. Vitu kama hivi Mtume alishawahi kuambatanisha. Kama kaambatanisha mchanga, itakuwa nafaka, ambapo Mwenyezi Mungu anasema falyanzur al-insanu ila ta'amihi, hebu mwanadamu akitazame chakula chake. Na utazamaji huko wa aina mbili, kuna utazamaji wa dhahiri na kuna utazamaji wa batin. Ndio maana zinguo hili la leo ukaambiwa uje na chamba jengo, na chamba jengo chako wewe ni nafaka 99 zinazootea chini. Na elimu ya tiba msingi wake ni utafiti, msingi wake ni majaribio. Ukilitafiti jambo na ukalifanyia majaribio, ikaonekana jambo lile lina msaada, watu wamesaidika kupitia jambo hilo, ndio tiba yenyewe. Alimradi tu usifanye jambo la haram
na usifanye jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama umefanya utafiti juu ya jambo halafu ukalifanyia majaribio na watu wakasaidika kupitia jambo hilo, ndio tiba yenyewe. Ilmu tibi asasuhu mabniyu ala tajarubi, elimu ya tiba msingi wake ni majaribio tu. Ndio utaona wanasayansi wanahangaika kufanya utafiti juu ya mambo, kisha gundua wafanya majaribio. Wakishafanya majaribio yakifanikiwa, basi wanasajili kwamba ile ni tiba. Na sio mpaka ukute kwenye Qur'ani umeelezwa wazi wazi kwamba fanya hivi, au kwenye mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo linaweza likawa halikutajwa wazi wazi kwenye Qur'ani au kwenye Sunna, lakini msingi wake ukawepo kwenye Qur'ani au Sunna. Hapajatajwa mbegu 99 wazi wazi, lakini misingi hii tunaipata imma kwenye Qur'ani imma kwenye Sunna, kwamba dua tiba zipo, visomo tiba vipo ambavyo vinaambatana na vyamba jengo. Kwani wewe unapoambiwa chukua mkunazi, na haya ni mafundisho ya Mtume, ponda ponda yale majani yake, tia kwenye maji, somea Qur'an, kisha kunywa kwa ajili ya kubatilisha uchawi, kufukuza mashetani, kuondosha hasadi pamoja na vijicho. Unapoambiwa ule mkunazi ni nini? Ni chamba jengo, lakini unakiambatanisha na kisomo. Kwa ni mambo ambayo ukiyafanya kwa utaratibu, kwa kufuata maelekezo, mimi sina shaka utafanikiwa na yako yatakuwa kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tulitoa maelekezo kwamba unakuja hapa na nafaka 99 zinazootea chini, na utachagua aina moja, na sio zote. We chagua aina moja tu. Kama ni karanga, njoo nazo 99 punje, na kama ni njugu, njoo na punje 99. Kisha kuja nazo hapa, mimi nitazifanyia kisomo cha awali. Ndivyo nilivyoelekeza, na watu wote tumefanya hivyo. Baada ya kuwa nimezifanyia kisomo, nitakurudishia, utakwenda kuzika ardhini, kwenye udongo ambao Mtume alitumia kupambana katika vita vya Badri, kupambana wakati anahama Maka na kwenda Madina, kupambana katika vita vya Hunaini, kautumia kutemea mate, kugandamiza na kuwasaidia watu. Udongo, na udongo ndio asili ya mwanadamu. Na wakati mwingine pana mazinguo. Unapotaka kumzingua mtu, lazima uambatanishe na tabia ya maumbile yake. Tabia za maumbile ya mwanadamu ni udongo. Kwa kuna mazinguo mengine unapotaka kumsaidia mtu. Sasa hii ni elimu ya tiba, hii huwa yanaambatana na udongo ambao ndio asli ya mwanadamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na ardhi tumekuumbeni, na kwenye hiyo ardhi tutakurejesheni, na kwenye hiyo ardhi tutakutoeni kwa mara nyingine. Kullukum min Adam wa Adam min turab, wote nyinyi mumeumbwa kutokana na Adam, na Adam ameumbwa kutokana na udongo. Sasa unazitia ardhini zile nafaka. Wapo ambao zimekaa mwezi mzima, wamewahi, na hao wamefanya vizuri kabisa, na huenda mambo yao yakawa yana uharaka mkubwa kuliko yule aliyochelewa. Kuna wengine wamezika wiki 2, kuna wengine wiki 1, kuna wengine nimesomea nafaka zao jana, inaonekana walizika jana kwa mkia leo, na kuna wengine hawajafanya kabisa. Wapo hawa wana maelekezo yao maalum, nitakuja kuelekeza hapo baadaye. Kwa hiyo tulitoa maelekezo kama hayo. Unazika leo tarehe 9, unazikua, unakuja nazo hapa kwa ajili ya zinguo lenyewe. Zinguo lenyewe
mushtaqu min asma'i llahi lhusna, limenyambuliwa, limetoholewa, limezalishwa kutokana na majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani tunachokifanya leo, tunatawassal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina 99, na ndio maana hata hizo nafaka ziko 99. Na tumeelezwa atawassulu ila Allahi bi asma'il husna yakunu biduai bima yunasibu lhaja, kutawasali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina matukufu kunakuwa ni kwa kuomba dua, kwa kuyatumia majina hayo kulingana na shida yako ulionayo. Ndio Allah akasema ndani ya Qur'ani, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kwa hayo majina mazuri. Na tulishaeleza mfano, tukasema mfano Mwenyezi Mungu katika majina yake Ar-Razzaqu, jina hili linatumiwa lirizqi, kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu riziki. Kila mmoja huwa anatoka asubuhi nyumbani kwake, anakwenda kazini kwake, lengo ni kutafuta nini? Kutafuta riziki. Sasa katika majina 99 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu huwa Ar-Razzaqu tusta'malu lirizqi, jina hili hutumika kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riziki. Lakini katika majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fattahu litaisiri al-umur, jina hili linatumika kwa ajili ya kuomba kurahisishiwa mambo. Al-Fattahu, Allah ni mwenye kufungua. Litumie jina hili kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala taisiru al-umur, arahisishe mambo. Lakini katika majina 99 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyumu. Ukisema Al-Hayyu Al-Qayyumu, ismullahi al-a'zam, wanawazuoni wanatuambia hili ni jina kubwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi idha du'iya bihi ajaba, jina ambalo Allah akiombwa kwalo anajibu. Litafriji al-kurabi wa islahu sha'ni kullihi, jina hili linatumika kwa ajili ya kuondosha matatizo na kutengeneza mambo yote. Linatumika Al-Hayyu Al-Qayyum. Hata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuna uradi aliufundisha, sema ukiwa na shida, uchumi wako umebana, riziki ni ya shida, wewe sema tu ya Hayyu ya Qayyumu la ilaha illa anta. Kila siku wewe sema mara 49 ya Hayyu ya Qayyumu la ilaha illa anta, halafu utaona Mwenyezi Mungu namna atakavyokufungulia riziki. Sasa Al-Hayyu Al-Qayyumu ismullahi al-a'zam, ni jina kubwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi idha du'iya bihi ajaba, jina ambalo Allah akiombewa kwalo hujibu. Yud'a bihi litafriji al-kurab wa islahu sha'ni kullihi, jina hili huombwa kwa ajili ya kuondosha tabu na kutengeneza mambo yote. Ni jina ambalo lipo katika haya majina 99. Ndio maana tumekuambia uje na nafaka 99, kwa sababu dua inayoombwa imenyambuliwa kutoka kwenye majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Ar-Razzaqu huwa Al-Wahhabu, yud'a bihima, majina haya mawili huwa yanatumika kuombea litalabi saati rizqi, kutafuta ule wasaa wa riziki, Mwenyezi Mungu aifanye kuwa pana riziki yako. Wa qadha'i daini, majina haya mawili yanatumika kumwomba Allah akulipie madeni. Kuna watu hii leo mmebadilisha namba za simu kwa sababu mnadaiwa. Kuna wengine mumeamua kupangisha nyumba zenu mkapange kwa sababu mnadaiwa. Wengine mmeamua kurudisha vyumba kwa sababu tu wale wanaokudai wanajua mahala unapoishi. Sasa hakuna sababu ya kukimbia ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa silaha.
Arrazaqu, Alwahabu, haya majina mawili litalabi saati rizqi wa qadai dain, yanatumika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wasaa, akutanulie riziki yako, lakini akukidhie madeni unayodaiwa. Tumelitaja jina Al-Fattahu, yudaa li fathi al-abwab al-mughlaqa wa tashil al-umuri su'ba. Linatumika jina hili kwa ajili ya kumwomba Allah afungue milango iliyofungwa, lakini vile vile arahisishe mambo magumu. Kama kuna majambo ambayo wewe yamekuia ugumu wake, basi unatumia majina haya. Kwa hiyo kila nafaka moja tumeiwakilishia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila nafaka moja katika hizo nafaka 99 ulizokuja nazo. Sasa tutakapotaka kuanza kusoma dua yetu ya leo, kila mmoja atazikalia hizo nafaka 99. Hatujaanza sasa, maana kuna wengine wanajitengeneza eti wanataka kukalia. Maana kuna watu wagumu wa kuelewa. Hii ni semina, hatujaingia katika dua. Utakalia hizo nafaka 99. Halafu mimi nitakunuiza, kisha nitaingia kwenye dua yenyewe. Tutasoma mpaka tutafika mahala, kisha tutaifunga kwa majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa dua itakapomalizika, zile nafaka 99, kama ni karanga unakwenda kuzikaanga nyumbani kwako, unazikaanga. Ukishazikaanga unazisaga. Ukishazisaga unakoroga imma uji wako mwepesi kabisa, au unaweza ukachemsha maziwa yako, au unaweza ukaandaa asali. Kama ni uji umekusha ukoroga, ni wa moto, chukua unga kidogo wa hizo karanga ulizozisaga, tia kwenye uji wako huo, au kwenye maziwa yako, au kwenye asali. Chukua na dawa. Hii dawa ni dawa ya zinguo, tunayo hapa. Na ndio maana tunasema hizi ni dua tiba, lazima ziambatane na viambajengo. Hii inaitwa detoxification treatment wizard. Detoxification treatment wizard ni dawa ya zinguo hii. Humu kuna miti 14. Kwa hiyo unachukua na hii dawa unatia kwenye uji wako ambao una karanga, au kwenye maziwa yako yenye karanga, au kwenye asali yako yenye karanga. Na kama njugu unaweza kuisaga bila kuikaanga, kuiunguza, saga hivyo hivyo. Kama itakuia ugumu, ikaange alafu saga. Ule unga ndio unatia kwenye uji, kwenye maziwa au kwenye asali, pamoja na hii detoxification treatment wizard unaweka. Fanya hivyo mara 3 kwa siku, usione uvivu, kwa sababu unahitaji ufanikiwe. Usione uvivu. Na tulisema miti 7 asili yake huwa inatambaa ardhini, mfano wa maboga. Na tukasema katika hiyo miti 7 kuna mti mmoja ambao ni yaqtin, ndio ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuoteshea Nabiyullah Yunus alayhi salam alipomezwa na chewa baharini, kisha akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yule chewa akapewa ilhamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaja kumtema ufukweni. Sasa Yunus alitemwa akiwa mgonjwa. Allah akamuoteshea mti unaoitwa yaqtini, umetajwa ndani ya Qur'ani. Sasa katika hii miti 7 watafiti wanasema mmoja wapo ndio ule yaqtini. Ile miti imeingia kwenye detoxification treatment wizard kwa ajili ya zinguo. Lakini pia pana miti mingine ambayo ni mizizi inayootea ardhini na kutambaa masafa marefu, mizizi ya aina 7, na yenyewe imeingia humu. Miti ambayo hutumika kwa ajili ya kumzingua mtu aliyesibiwa na uchawi, aliyesibiwa na mashaitani, aliyehusudiwa, aliyedhuriwa kwa macho,
Mtu ambaye kafungwa ni miti ambayo hutumika kumzingua na mambo yake kwenda sawia. Utakapokunywa dawa hii hali ya kuwa umechanganya na zile nafaka 99, kile kitendo chako cha kunywa kinawakilisha kuoga, kinawakilisha kujifukiza, kinawakilisha kujipaka. Huna sababu ya kuoga, huna sababu ya kujifukiza, huna sababu ya kujipaka, kwa sababu matatizo mazito huwa yanakaa kwenye damu, hayakai nje ya mwili, yanakaa kwenye damu, yanatembea kupitia zile njia za damu, majra damu. Sasa wakati mwingine unatakiwa utumie dawa za kunywa ili zikaingie kwenye mfumo wa damu, na hili zinguo ndio zinguo la uhakika zaidi pindi unapotaka kuzinguliwa, kwa sababu unazingua mpaka matatizo yaliyoko katika damu yako. Jana nilieleza hata yule Zainul Abidin, mtoto wa Imamu al-Hussein, mjukuu wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, alipowafundisha watu wa kufanya hijama, aliwaambia wafanye hijama wakiomba dua, na dua yenyewe inayosema Allahumma inni a'udhu bika minas sihri washaitani walhasadi walaini fi dami. Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninajilinda kwako kutokana na uchawi, kutokana na mashaitani, kutokana na hasadi na vijicho vilivyoko kwenye damu. Uchawi, mashaitani, hasadi, vijicho vinaweza vikakaa kwenye damu. Sasa wewe unaweza ukaoga tu dawa nje ukidhani ni mubashara, moja kwa moja ile dawa inakwenda kupambana na ile tatizo, kumbe tatizo liko kwa ndani. Ndio maana mazinguo kama haya ni muhimu sana kupata dawa hii. Sasa kama matatizo yanaingizwa ndani ya mwili wako na shetani, yanashindwaje kukaa kwenye damu, na hali ya kuwa Mtume anasema inna shaitana yajri minal insani majra dam, hakika shetani amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kuingia kwenye mwili wa mwanadamu na kuanza kutembea kupitia njia za damu. Sasa shetani anatembea kupitia majra damu. Ndio maana ukifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile mishipa ya damu inakuwa ni mifinyu, inamzuia shetani. Sasa kama shetani anatembea kupitia njia za damu, anashindwaje kuingiza uchawi katika damu yako? Anashindwaje kutia nuksi katika damu yako? Kwa hiyo dawa kama hizi ni muhimu sana kupata, tena dawa ambayo inakwenda kuambatana na zinguo la nafaka 99 ambazo zimefanyiwa kisomo cha awali na leo zinafanyiwa kisomo cha pili, yakiwemo Asmaullahil Husna, majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotukwamisha sisi binadamu ni ubakhili. Yani leo ukienda we kwa mganga asome kuzisomea nafaka kisomo cha awali, hawezi kusomea bure. Halafu leo asome kisomo cha pili, hawezi kufanya bure. Halafu akwambie sasa hii dawa ndio inaambatana na nafaka, lete 10,000. Hawezi kufanya hivyo. Amekuhurumia sana hawa waganga wa kawaida, anakuambia lete 100,000. Lakini kuna baadhi ya watu watafanya ubakhili kwa 10,000 tu, wakidhani kwamba 10,000 inaninufaisha mimi. Wakati mwingine si unaona nimeandaa pisi 50 tu, wakati mwingine zile pisi 50 zinaishia kwenye gharama ya kuagiza dawa. Baki hizi dawa sisi tunaziagiza. Unaweza kuingia kwenye mtandao ukaambiwa miti 7 inayotambaa inapatikana mahala fulani na watu fulani wanafanya delivery. Wewe unaingia mtandaoni, unaagiza, unaletewa kwa gharama. Lakini pia lazima utaandaa kopo, gharama. Uwezi mtu ukampa kwenye gazeti. Mbali na kuandaa kopo, utaandaa stika, ni gharama. Lakini dawa huwezi kuifanya kama ilivyo tu, yani umeletewa miti 14 alafu unaweka hivyo hivyo. Hapo ndipo inapotumika elimu ya tiba. Sasa kuna vitu vingine lazima vinunuliwe, viwekwe humu. Tutaifanyia sildi, itatangazwa redioni, ni gharama. Sasa kuna mtu mwingine sema huyu jamaa tunanufaisha yeye. Hapana, wakati mwingine mnarudisha gharama. Dawa zenyewe, package yenyewe, redio,
za matangazo, ulipaji wa hapa eneo. Ni kama vile tunasaidia sisi, ni ulevi wetu huu kufanya hizi kazi, ni kama vile ulevi wetu sisi. Unaona raha tu hata kama usipate kitu. Siku zote mimi huwa nawaeleza, pesa ninayopata mimi inayonufaisha na familia yangu ni ile ninayoipata kule private. Hiyo ndio inanufaisha mimi na familia zangu. Yaani ukija mle unakuja kuninufaisha mimi na familia yangu ukija mle. Na ndio maana ukija tu kuongea na mimi lazima utoe 1500. Yaani kile kitendo mimi nakwenda kumuona Sheikh Abu Jadawi private, hata kama utaishia kuniona tu sura yangu afu uondoke, lazima 1500. Na haurudishiwi. Hata useme baba kile shida ambayo ilonileta bana nimeikuta haipo, sasa Sheikh nirudishie 1500 yangu, urudishiwi, kiendacho kwa mganga akirudi. Huko ndio maslahi. Lakini hapa tunasaidiana. Hapa tunasaidiana. Tena ukija bure hata hujalipia 1500 kule, unanikuta nimebadilika kabisa. Kwanza itangulie ile 1500 ili unikute na cheka cheka na tabasamu na furahi, itangulie kwanza. Lakini ukiingia tu hujatanguliza 1500 unanikuta nimebadilika, nimekaa kwenye kile kiti. Kule ndio kuna maslaha, sio hapa. Hapa tunakusaidia wewe. Na kuna wengine wengi wamefanikiwa tu kwenye hii majlisi bila kuja private. Wapo watu wengi tu wanafanikiwa kwa dua hizi tu. Mtu ananunua dawa yake 10,000, anakwenda anafanya kama alivyoelekezwa na mambo yanakuwa. Sasa kwa anayetaka kuichukua dawa hii leo ili akatumie na nafaka 99 na ndio maelekezo ni shilingi 10,000. Na wewe kama unaleta ubahili, mali ya bahili inaliwa na mdudu. Na wadudu wenyewe ndio wachawi. Ndio mashetani, watakufaidi kweli kweli. Hao mashetani wa kijini hao. Wadudu wenyewe ni watu wenye husuda. Wadudu wenyewe ni watu wenye vijicho. Mali ya bahili huliwa na wadudu. Kwa hiyo insha Allah, kabla hatujaendelea na mambo mengine, hizi dawa ziko pisi 50, tunakaribisha sasa